Hatimaye leo kuna kitu ambacho labda niseme ni kitu kingine, kwa sababu vitu ni vingi ambavyo nilishawahi kuvizungumza hapo awali, na natumaini kama kuna mtu ambaye anazo zile audio zangu nyingi ambazo nilikuwa nikizirekodi kipindi hicho, akasikiliza one of the audio ambayo nilishawahi kuzungumzia mambo haya, basi atakuwa ana recall kwamba huyu kiongozi alielewa kwamba mradi unakwenda wapi. Na nashukuru sana pia baadhi ya pioneer wamenipigia simu leo na kusema bwana kiongozi, kikweli tuna appreciate kwa sababu kuna audio ulishaye kuzungumza kwamba huko mbeleni hii pai kama pai tutaitumia kwenye Tigo Pesa, kwenye M-Pesa, kwenye Airtel Money na zingine zote. Na nilishawahi kusema kwamba hii pai in the future, mabango kwenye maduka ya watu, kwenye mabanda ya utoa huduma zitakuwepo, pai, lipa kwa pai zitakuwepo sehemu mbalimbali. Lakini hasa nilizungumzia juu ya mitandao ya simu kwamba hizi huduma za mobile money zitakuja kutoa huduma, yani mifumo hii itakuja kutoa huduma kwenye mifumo ya pai. Nilisema pai ni kama kokora. Hakuna taasisi yoyote duniani ambayo inayojihusisha na masuala ya fedha na kutoa huduma kwa jamii itakwepa kuwa na pai. Na leo sasa mnaanza kuona kile ambacho tulikuwa tukizungumza toka mwanzo kabisa. Tulikuwa tukisema mambo mengi sana, pamoja na kwamba linda kile ambacho ulicho nacho. Linda pai zako, kwa sababu huo ndio utajiri ambao Mungu amekuja kukupatia. Ila kwa sababu ya njaa, matumbo, tunaendekeza matumbo, unataka ushibe haraka haraka ili uendelee kuwa na mashaka juu ya maisha yako ya kesho. Ni hatari kuliko kawaida. Lakini watu hawakuwa hawaelewi. Na ndio maana angalia kwamba Watanzania tulio wengi tunachumia matumbo, tunachumia mdomoni. Angalia kuanzia kipindi cha tarehe 20 ya mwezi wa ngapi ule toka walipozindua open network up to now. Angalia idadi kubwa ya watu ambao walioacha kumaini, ni wengi sana. Ni kwa nini? Hii ndio tafsiri pekee inayotupa jibu kwamba we are Tanzanians, we don't have vision. Sisi ni watu wa matumbo, sisi ni watu wa kupambania msosi. Hatuwazi kwamba tupambane kwa tabu hii tulioizoea kwa ajili ya kutengeneza ufalme wetu baadaye. Sisi sio watu wa hiyo. Na ndio maana wazungu hawajakosea kutuita sisi watu wa dunia ya tatu, wakati tunaishi kwenye dunia hii moja. Mbona jinsi ilivyo? Sisi tunaitwa watu wa dunia ya tatu wakati tunaishi kwenye planeti moja, except ni position tu. Yani kinachotutofautisha sisi ni position. Hawa wapo magharibi, hawa wapo mashariki zaidi, hawa wapo tunasema Far East, na wengine Middle East, na wengine West Africa ama West side. Lakini eti hapo wanakuja kutuambia sisi ni watu wa dunia ya tatu. Unadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu wametupima capability yetu, wakaona sisi is nothing. Yani hatuna tunachokijua. Sisi ni watu wale ambao tuna madini, tumekalia madini alafu tunalia njaa sisi. Kwa hiyo hawakosei kutuambia sisi ni watu wa dunia ya tatu. Yani wewe chini umekaa hapa, chini hapa. Huyu ndo Mwafrika huyu. Amekaa hapo chini kama tu labda ni mita chache tu, lakini kuna burungutu kabisa la madini ambayo inaweza kubadilisha the entire life. Lakini mbongo analia njaa na bakuli amelibeba.
Nafikiri mlimsikia yule mzungu aliokuwa anatuchamba ile siku, yule Mwingereza, kama sio Mwingereza sijui wapi yule, alikuwa anasema are you running from your country and you are coming in Europe to find the better life? Who told you? The better life is here. Jamaa anakuambia maisha mazuri yako kwenu huko. Acha tena, alitutukana kweli kweli. Maana sisi ndio watu wa dunia ya tatu. Ni watu ambao hatujui kutumia rasilimali zetu wenyewe kwa ajili ya manufaa yetu. Sisi ni watu wa dunia ya tatu. Kwa hiyo ni kama hivi sasa hivi. Wewe una smartphone. Serikali imepambana, imekupa internet. Una kila kitu. Una smartphone, una internet yako sijui 4G, sijui 5G. Alafu kuna madini ya kwenye internet ambayo inaitwa Pi. Yanatolewa bure. Maana kuna nchi zingine pia kwa sababu ya mahusiano mabaya kati ya nchi hizo na nchi za Marekani wamekosa hizo access ya kumaini Pi. Ikiwepo pamoja na Irani kama sikosei na nchi zingine. Hasa wewe mazingira yako ni mazuri, Pi inamainika vizuri, ukidownload faili linakuja. Kuna nchi zingine ukidownload faili la Pi unaambiwa this app has been restricted in your region. Maana yake uwezi ukadownload, labda uhame nchi. Leo kuna Mtanzania anakuambia hamna kitu kama hicho, anafutilia mbali. Yaani unamsajili saizi, anafuta jioni. Tumesisitiza mengi sana, msiuze Pi zenu. Tunza amana ulionayo. Mbongo anakuambia bwana mimi njaa inauma wewe. Iko wapi? Namna ya kuuza, watu wakarekodi na mavideo wakawatumia. Sasa vitu vinaandaliwa kwa ajili ya matumizi, hafu wewe ndio hauna Pi kipindi hicho. Mwenyezi Mungu sijua kufanya nini baadaye. Mnashuhudia huyu kiongozi ambaye ni mwakilishi wa taasisi za kifedha kwa maana mabenki, anaongea vitu open kabisa, anakuonesheni, anawaambia kwamba guys, in a future we are going to withdraw money through these ATMs and what uta withdraw hapa na pale kwenye NMB, CRDB, wherever. Afu wewe bado unauza Pi wakati wenzako wanazinunua saizi kwa kasi sana. Hivi mnajua kwa nini hizi Pi zimeachiwa huru? Hivi mnajua kwa nini wale watu ambao hawajafanya KYC wameletewa bansa? Wameletewa bansa kwa sababu kwa timu imepiga mahesabu kwamba hawa watu wasipopewa hii nafasi ya kufanya KYC ya kwenye wallet peke yake na kuruhusu wallet zao kupokea Pi, watapitwa na huu mgao wa bwelele. Mimi nasema ni mgao wa bwelele. Huu mgao wa bwelele wa Pi kutoka kwenye exchange ndio muda wa kuzikusanya. Kwa hiyo wameamua kuwapa ile bansa iwasaidie, kwa sababu wakati huo pengine KYC nyingine bado hajapata. Kwa hiyo bansa itamsaidia huyu mtu aweze kununua Pi na yeye apate tunasema fursa kama hawa ambao au akina sisi ambao Pi zetu zilisha migrate muda mrefu, na maana wallet zetu zina uwezo wa kupokea Pi from any external sources. Umeshanipata? Kwa ndio maana kwa timu walipiga mahesabu kusema wasije wakalaumu ambao sisi kipindi hicho Pi zimetolewa bwelele za base full point ngapi, sisi tulikuwa wallet zetu haziwezi kupokea. Sasa wakaamua tunawapa bansa. Sasa wenye kungamua wangamue hapo. Sasa sio tu ile bouncer unaiona pale unachanga ile bouncer maana yake imekupa nafasi ya kujizolea. Wewe activate pale, ifanyike kitu, tia 100 yako, chukua mzigo pale, afu endelee kununua. Tutazikumbuka hizi Pi ambazo leo hii tunaziangalia tu pale kwenye OKX. I'm telling you guys, hiyo ilikuwa ni order ya seki kwa ajili ya jamii ya watu wengi ambao pengine wanahitaji kuzipata. Lakini fursa nyingine ni kwa wale ambao kwa bahati mbaya hawakumaini Pi.
Hawakumaini pai kabisa ndugu zetu, jamaa zetu ambao tulihisi pengine wameshachelewa mradi. Sasa ndio ni wakati wa kukaa nao chini kuambia, sikiliza, nunua, ajisajili na OKX, afanya nini, afu anunue mzigo kibunda akiache pale, alafu mwambie sasa jisajili na pai yenyewe. Wakati una maini unasubiria KYC yako, uje kuifanya KYC yako, ikitiki pale zikahama hamisha kibunda, peleka kule ndani. Huu ndo ni wakati wa kufanya haya ambayo ninawaambia ndugu zanguni, kwa sababu baada ya hapa kutakuwa na Salia Mtume mwenye 5 ana 5, mwenye 200 ana 200, mwenye 2000 ana 2000. Hautokuwa na uwezo wa kuigusa pai kusema unaweza kanunua hata kidogo, never, kwa sababu it will be very expensive kuliko kawaida. Mnaona harakati za Dr. Nicholas hizo concessions, mikutano mikubwa ya concessions 2025. Nyinyi mnajua wanaenda kujadili nini? Unafikiri wanaenda kuzungumzia habari za mdundiko huko? Kule wanaenda kujadili habari za pai na thamani zake. Maana concessions ndio protocol yenyewe hiyo. Wataka kwenda kuzungumzia concessions, hiyo protocol yenyewe ikoje? Wataka kwenda kutoa ufafanuzi vizuri. Haya, kinatokea nini baada ya hapo? Tunawaambia watu, kama una uelewa na masuala ya OKX, wewe njoo mimi nikununulie, nikutupie mzigo kwenye wallet yako ikae kule. Bado mtu anashangaa hapo. Waache ambao wameshaacha na kukimbia. Hao ndio wale ambao wanakalia madini, wasijue kwamba kuna dhahabu chini zingemtatulia shida zake. Yeye kazi ni kulialia tu muda wote. Njaa, maisha magumu. Wewe Mungu akupende vipi kukuachia oksijeni na kupumua pasipokuwa na kufungiwa mita puani? Inatosha kumshukuru Mungu. Je, kama tungefungiwa mita hapa tunalipia hiyo oksijeni, si wangekufa wengi hapa mjini? I'm telling you, umepewa free. Haya, jipambanie sasa. Kazi ya kulaumu tu, maisha magumu, serikali haijatoa ajira. Wewe sasa, ajira ni ajira gani? Kwani ajira ni lazima uwe kwenye sekta maalum? Ajira is everywhere duniani. Tumia hiyo upstairs. Mimi huwa nasemaga kichwa Mungu hajatuumba kwa ajili ya kusuka viduku, kusuka nywele kama vile pweza. Vichwa vimeumbwa kwa lengo vitafakari na vifanye maamuzi sahihi. Vichwa ni kwa ajili ya kutoa maamuzi, vya kubuni vitu, kutengeneza sayansi, kubuni theory mbalimbali. Yani to be a problem solver. That is ndio Mungu alichokuwa anakitaka. Tumbo kazi yake ni kudai msosi tu kila siku. Na ndio maana ukiendekeza tumbo hutofanikiwa, kwa sababu utakuwa wewe ni mtu wa kula. Mimi nataka kula nyama leo, nataka kula nyama. Utakuwa unakula tu nyama, yani budget yako itakuwa nisha kwenye kula vyakula, lakini tumbo bado ukishakula vinachakatwa, vinaenda kutupa dampo kule. Alafu tena itakwambia nataka tena jioni hiyo, nataka tena. Tusiendekeze sana njaa ndugu zanguni. Hata Biblia imetukataza kabisa. Anaendekeza njaa ni maskini kabisa, maskini wa kutupwa. Tusiendekeze njaa, tupambanie future, tuache urithi, tuache historia kwenye familia zetu, tuache gumzo kwenye nchi yetu, tuache alama. Kama unavyoona kuna watu wamefariki, wameacha alama, kama hayati Mheshimiwa Mengi ameacha alama. ITV bado inaendelea kufanya kazi. Yule ni mzawa, ni Mtanzania, mtoto wa maskini aliyekutana na fursa akafanya vizuri, imemsaidia. Na si yeye tu, ikasaidia jamii. Maji Kilimanjaro. Leo tuna Mheshimiwa Azam, tuna enjoy HD, mechi live, sina nini. Kwani yule angekuwa bwege kama sisi tunaendekeza msosi tu hapa, tungekuwa wapi?
Si bado tungo tunaangalia DSTV za watu huko nje. Lakini leo ni kwa sababu tunaangalia ya mzawa, yani ni Mtanzania mwenzetu. That is sasa ukiwa na hela Mwenyezi Mungu akakujalia, utazitumia katika uwekezaji mkubwa ambao utasaidia watu wengine. Kwa hiyo tusiendekeze njaa, ndugu zanguni, lazima tukubali kubadilika. Kwa hiyo maneno yangu ya mwisho ni kwamba lindeni pai zenu. Kama unazo chache, nunua pai, tia pale, lakini yote ambayo tuliyasema yanaendelea kutekelezeka siku hadi siku. Tulishamaliza kazi. Ndio maana mnaona speed sio kubwa sana. Kazi tulishamaliza. Kama elimu tulishatoa. Sikio la kufa lisikii dawa. Basi kama mtu asikii, mwache asisikie. Atasikia matokeo.